Inawezekana na wewe ulikuwa unajiuliza sana kwamba unajua watu wa zamani walikuwa wanaishi maisha marefu sana. Watu wa zamani walikuwa hawaumwi sana. Watu wa zamani walikuwa na uzazi mzuri, kwa maana kwamba mtu mmoja alikuwa anaweza kuwa na watoto hata 20. Sasa hii imekaje kaje? Sasa leo nataka nikupe jibu ambalo inawezekana likakushtusha, lakini ndio ukweli. Watu wa zamani walikuwa wanafanya vitu vitatu ambavyo wao walikuwa hawajui kama vinawasaidia, lakini hivi ni vitu ambavyo leo unatakiwa uvijue. Kitu cha kwanza, watu wa zamani walikuwa hawali vitu vyenye sumu nyingi. Kwa maana kwamba watu wa zamani walikuwa wanakula vitu fresh from farm. Yaani walikuwa wanakula vitu fresh kutoka shambani. Lakini sasa hivi tunakula vitu ambavyo vinatoka shambani, lakini mbegu zinakuwa zimetengenezwa kiwandani. Mboga yenyewe au chakula chenyewe kimepigwa dawa. Lakini pia sisi wenyewe tukitoka hapo tunachukua tunapika sana. Kwa hiyo vile virutubisho vinakuwa vingi vimeondoka. Lakini pia sumu nyingi zinakuwa bado ziko katika hizo mboga na tunafanyaje? Tunazila. Lakini watu wa zamani walikuwa hawali. Lakini pia ukiangalia hata samadi walikuwa wanatumia, walikuwa wanatumia vitu ambavyo ni vya kawaida sana kwa ajili ya kuotesha hizo mboga zao. Kwa hiyo utaangalia kwamba wao walikuwa hawatumii sumu nyingi kama sisi tunazozitumia. Sisi kuna sumu nyingi. Kuna sumu za magari ambazo tuna moshi ule tunaofuta, tuna sumu za hewa ambazo tunaitumia, tuna sumu za vitu vya kemikali tunavyovitumia kila siku, vitu ambavyo vya electronics, yani vitu vingi vinakuwa vina sumu nyingi ambavyo vinaua vitu vyetu na seli nyingi katika mwili wetu. Lakini kitu cha pili, hao watu wa zamani walikuwa wanapata muda mzuri wa kulala. Yaani wanapata muda mzuri wa kupumzika. Nyumba nyingi za watu wa zamani au vijijini kwenu utaona kwamba watu wanalala saa 2. Yaani wanakula mapema, wanalala saa 2 au saa 3 mpaka saa 12 ndio wanaamka. Kwa hiyo utaona kwamba wametumia muda mrefu kulala, lakini pia wamelala muda ambao mwili unakuwa unafanya repair mbalimbali katika miili yetu wakati wanakuwa wamelala. Lakini sisi mida hiyo tunakuwa tunaangalia mpira, muda huo tunakuwa tunaangalia katuni, muda huo tunakuwa tunaangalia movies, tunaangalia tamthilia mbalimbali. Huo muda ambao ulitakiwa upumzike ili mwili uweze kurepair seli mbalimbali ambazo zimeharibika, lakini muda huo unakukuta ukiwa macho. Kwa hiyo mwili unashindwa kufanya ile kazi ambayo inatakiwa kufanya. Kitu cha tatu, watu wa zamani wao walikuwa wanafanya intermittent fasting. Watu wa zamani walikuwa wanafunga bila wenyewe kujua. Na hii utaona kwamba watu wa zamani au watu wa vijijini wao hawanaga mambo ya kunywa chai asubuhi. Hawanyi chai, lakini pia kupata sukari ni tabu vijijini. Lakini hicho ndio kilichookoa. Kuto kupata hiyo sukari ndio imewasaidia. Sawa? Imewasaidia kivipi? Kwa sababu sukari ni adui katika maisha yetu. Lakini sisi tunaipenda kwa sababu ni tamu. Lakini hao watu wa vijijini au watu wa zamani walikuwa kupata sukari ni issue. Lakini kitu kingine ni kwamba walikuwa wanafanya fasting, kwa maana kwamba watu saa 12 wanatoka wanaenda shambani. Wanaenda kulima mpaka saa 7. Saa 7 aidha chakula wanapelekewa shambani au wanarudi nyumbani kwa ajili ya mlo wa mchana. Kwa hiyo unakuja kuta tokea usiku kituo cha kwanza chakula ni saa ngapi? Saa 7 mchana. Lakini kituo cha pili wanakula labda saa 1 na wanaenda kulala. Kwa hiyo utaona kwamba kuna muda, wanakula milo hii miwili na kuna sehemu nyingine wanakula mlo huu mmoja. Unaweza kusema ni umaskini, lakini huo umaskini umekuwa umewasaidia kuweka maisha yao yawe marefu, lakini pia uzazi wao uwe mzuri. Kwa nini? Kwa sababu kwa kula mlo mmoja au kula milo miwili, kwa kupata muda mkubwa wa kupumzika, lakini pia kwa kuepuka vitu ambavyo vina sumu nyingi au kutoa sumu katika miili yetu, ndio vitu muhimu sana kwa kurefusha maisha, kuweka uzazi mzuri, kuondoa matatizo ya uzazi, lakini pia kusaidia wewe mwili wako usipate magonjwa mengi. Kama wewe unatamani kujifunza zaidi, chukua namba yangu bao nipigie, niweze kusaidia jinsi gani unaweza ukabadilisha mtindo wako wa maisha na kupata virutubisho ambavyo vitaweza kukusaidia upate usingizi, utoe sumu, lakini pia uishi maisha gani ambayo yatakuwa ni muhimu sana kuepuka magonjwa na madhara mbalimbali ambayo tayari umeshayasababisha.